Karibuni tena. Huu ni mdahalo unaowakutanisha mmoja wa walimu nguli kabisa tulionao hapa Tanzania, kati ya mwalimu Daniel Mwankemwa na mwalimu Suleimani Mbogo kwa ajili ya mada yetu. Je, sifa za Mtume Muhammad na sifa za Isa bin Maryam ndani ya Qur'ani zipo sawa au kuna moja imezidi? Hii mada nafikiri itatufungua sana macho sisi ambao tunataka kujua, kwa sababu tumesikia mara nyingi sana Waislamu wakisema kwamba katika mitume wote Mtume Muhammad ndiye mtume wa juu kabisa, ndiye mtume bora, mbora wa viumbe vyote. Wakati huo huo Wakristo wanasema Yesu kwanza, wanasema ni Mungu, na vile vile wanamweka juu sana kwamba yeye ndio top. Basi labda akitoka yeye akitoka Mwenyezi Mungu anayefuata ni Yesu Kristo, lakini kwa Waislamu Yesu Kristo anajulikana kama Isa bin Maryam. Kwa hiyo karibuni sana. Leo anavyozilinganisha hizi sifa, tutaona nani ambaye ipo juu hata ndani ya Qur'ani, kwa sababu tukitumia Biblia peke yake itakuwa inaleta majibu tofauti, lakini kwa Qur'ani hiyo moja yenyewe ndio itatuonyesha yupi mwenye sifa zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo karibuni sana, na kwa kwanza tumesema tutakuwa na dakika 20 kwa pande zote, alafu tutakuwa na dakika 10 za summary, alafu tutaingia kipindi cha maswali na majibu. Swali litaulizwa kwa dakika 3, litajibiwa kwa dakika 5, alafu tutaingia maswali ya papo kwa papo kwa muda ambao tutakuwa tunaona umebaki. Kwa hiyo karibuni sana, na moja kwa moja anayeanza ni mwalimu Mwankemwa. Mwalimu, karibu sana, tuanze moja kwa moja. Ashkuru jidan alladhi khalaqa samawati wal ardi thumma khalaqa al-insana wa bainahum alladhi wahida qad khalaqa yuhalisu al-insana ismuhu Yasu shahadu anna la ilaha illa Yasu wa burusi rasulihi. Ama baada ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, naomba sasa nije kwenye mada. Kwa nini nimependa nijadili na rafiki zangu Waislamu kuhusu sifa za Isa alayhi salam na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Waislamu ndani ya Qur'an? Ni kwa sababu rafiki zangu hawa Waislamu huwa wanaamini kwamba Isa alayhi salam ndiye Yesu Kristo, na kama ndiye Yesu Kristo, lakini wanapokuja katika mahubiri na mafundisho yao huwa wanafika mahali wanasema Muhammad ni zaidi ya Yesu Kristo. Sasa kabla hatujagusa Biblia, na leo nitajitahidi sana kutokugusa Biblia, nataka tu tuone Qur'ani yenyewe inasema nini. Nianze na sehemu ya kwanza kwamba Isa ibn Maryam kwa mujibu wa Qur'ani alizaliwa na bikira bila baba. Ndivyo Qur'ani ile sura ya 3 aya ya 45 inavyosema. Qur'ani sura ya 3 ile aya ya 45 inavyosema. Aya hiyo inasema hivi, aya ya 45: na pale malaika waliposema, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mtoto kwa neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam, mwenye heshima katika dunia na ahera, na miongoni mwa waliopelekwa karibu kwa Mwenyezi Mungu. Hapa Qur'ani inasema Isa ni tamko la Mwenyezi Mungu, ndio maana anaitwa kalimatullah, yani neno la Mwenyezi Mungu. Hii ni sifa ya Isa ndani ya Qur'ani. Yeye Muhammad mtume wa Waislamu, hakuna aya inayosema alizaliwa kwa muujiza. Yeye alizaliwa kwa baba na mama, baba Abdul na mama Amina. Hilo ni sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ni kwamba Isa anaitwa kalimatullah, yani neno kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Qur'ani sura ya 4 aya ya 171. Qur'ani sura ya 4 ile aya ya 171. Sasa huo unafikiria huyu anaitwa neno la Mungu. Je, Muhammad naye ana sifa hiyo? Qur'ani sura ya 4 aya 171. Mimi ninasoma hapa katika Qur'ani tukufu toleo la Dar es Salaam. Inasema hivi: enyi watu wa kitabu, msipundikiwe mipaka katika dini yenu, wala msimseme Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa lililo kweli,
hakika Masihi Isa mwana wa Mariam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilopelekewa Mariamu, na ni roho iliyotoka kwake. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala msiseme utatu. Komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ametukuka yeye na kuwa na mwana, ni vyake vyote yeye vyote vilivyo katika mbingu na katika ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha. Katika aya hii Isa anatajiwa kwamba yeye ni neno la Mwenyezi Mungu na roho inayotoka kwake. Je, Muhammad hakuwahi kuitwa kalimatullah popote katika Qur'an? Sifa hii ni sifa kubwa sana. Ni sifa kubwa sana. Wala Mtume Muhammad hakuwahi kuitwa rohullah, yani roho inayotoka kwake Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu awe roho wa Mungu, hakuna mahali popote ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuitwa hivyo. Lakini Isa kwa mujibu wa Qur'ani, sifa yake nyingine, aliwaponya vipofu waliozaliwa vipofu na wenye ukoma. Qur'ani sura ya 3 aya ya 49. Qur'ani sura ya 3 aya ya 49. Naomba nithibitishe hapa. Inasema, na ni mtume kwa wana wa Israeli kuambia, mimi nimekujieni na aya kutoka kwa Mola wenu ya kwamba na kuumbieni kwa udongo kama sura ya ndege, kisha nampuliza anakuwa ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na ninawaponyesha vipofu wa tangu kuzaliwa na wakoma, na ninawafufua maiti kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na ninakuambieni mnachokila na mnachoweka akiba katika nyumba zenu. Hakika katika haya imo ishara kwenu, ikiwa ninyi ni wenye kuamini. Kumbe hapa Isa amewafufu kwanza, kawaumba ndege. Yaani hapa ameenda zaidi, yani sifa yake imeenda zaidi. Amewaumba ndege. Yaani Mwenyezi Mungu ameruhusu Isa aumbe ndege. Lakini la pili, amewaponyesha vipofu walio tangu kuzaliwa na wakoma, na amewafufua wafu. Hizi zote ni sifa za Isa ndani ya Qur'ani. Sasa je, na kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba hakuna aya ya Qur'ani inayosema aliwahi kuwafufua wafu wala kuwaponya wenye ukoma wala kuumba ndege. Kwa hiyo Allah hakuwahi kumpa idhini hiyo. Sasa kama hakuwahi kumpa idhini hiyo, maana yake mpaka hapa tunapoongea mwenye sifa iliyotukuka mbele za Mwenyezi Mungu, mpaka hapa tunaongea habari ya Isa. Isa ndiye ambaye ana sifa hizo. Lakini pia Isa anaitwa Almasihi. Isa anaitwa Masihi. Ndiyo, katika Qur'ani ile sura ya 5 aya ya 72. Sura ya 5 aya ya 72, Isa anaitwa Almasihi. Hakika wamekufuru waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi mwana wa Mariam, na hali Masihi mwenyewe alisema, enyi wana wa Israeli, mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu na Mola wenu, kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu atamharimishia pepo na mahala pake ni motoni, na waliodhulumu hawatakuwa na wa kuamuru. Huyu Isa sifa yake moja ni Masihi. Masihi maana yake aliyetiwa mafuta na Mungu, yani aliyeridhiwa na Mungu. Kwa hiyo Isa ni Masihi. Swali, je, kuna mahali popote ndani ya Qur'ani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewahi kuitwa Masihi? Jibu ni kwamba hakuna. Jibu ni kwamba hakuna. Hii ni sifa kubwa sana ambayo unatakiwa ujue baina ya hawa watu wawili. Lakini pia Isa atarudi na kuja kuwa hakimu siku ya Kiyama, na atakaporudi kuna mambo atakayoyafanya ambayo Qur'ani na vitabu vya hadithi vimeyanukuu. Naomba nikasome Qur'ani sura ya 61. Qur'ani sura ya 61, ninakwenda kusoma hadithi iliyo katika Sahihi Buhari, ni hadithi namba 2222.
Inasema hivi hapa, iko katika ukurasa wa 758. Anasema namba ya hadithi katika Sahih Bukhari ni 2222 kutoka kwa Ibn Musayyabi kwamba alimsikia Abu Huraira akisema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu imo mikononi mwake, kwa hakika atateremka kwenu Isa mwana wa Maryam kwa hukumu yenye uadilifu, na atavunja msalaba, na atawaua nguruwe, na ataondoa kodi, yani hatakubali kodi kutoka kwa makafiri, bali itakuwa ni moja kati ya mawili, ima kuingia katika Uislamu au kufa, na mali zitakuwa nyingi mpaka ifike wakati iwe hakuna mwenye kuhitaji. Sasa kwa nini nimesoma hadithi hii? Nimesoma hadithi hii katika kuunganisha maoni ya wale ambao wanasema ili wajue kwamba kwa nini tumeweka mada hii. Angalia, ninaongea habari ya Isa ambaye Waislamu wanaamini kwamba ndio Yesu, lakini unaona hapa tumekuja mpaka tunaongea habari ya msalaba, na hakuna mwingine yeyote aliyehusika na msalaba kwa umaarufu zaidi ya Yesu. Sasa hadithi hapa ya ndani ya Uislamu kwenye Sahih Bukhari, ambacho ndio kitabu cha hadithi kinachoaminika, inasema Isa atakuja na atavunja msalaba. Sasa kwa sababu Isa atakuja na atavunja msalaba, kwa hiyo maana yake kumbe Muislamu anapoamini kwamba Isa ndio Yesu, ndio maana nikamleta kwenye vigezo hivi kwamba kama unaamini kwamba huyu ndio Yesu na atavunja msalaba, je, kwa nini basi usimwamini huyu Yesu na ukaendelea kumwamini Muhammad, mtume wako Muhammad, wakati kwa haya tu tulizosoma hapa zinamuonyesha kwamba Isa ana sifa kuu zaidi kuliko Muhammad, kwamba Isa tumesoma kwamba yeye ni neno la Mungu, kalimatullah. Muhammad sio neno la Mungu, lakini Isa ni roho ya Mungu, ruhullah. Muhammad sio roho ya Mungu. Isa anaponya, anafufua na anaumba. Aliumba ndege kwa mujibu wa Qur'an, alifufua wafu kwa mujibu wa Qur'an, na anaponya wenye ukoma kwa mujibu wa Qur'an. Je, kuna sifa yoyote ya aina hiyo mtume wa Waislamu Muhammad anayo? Ndio tunataka tusikilize kwa shehe, maana wakati mwingine tunaweza tukaongea peke yetu, mtu akaona kabisa kwamba tumeongea kitu ambacho sio sahihi, lakini tutamsikiliza shehe, na mimi nitapenda kusikiliza kutoka kwake. Lakini pia hapa kwenye hadithi tunasoma kwamba kumbe Isa ndio atakayerudi na kuja kuhukumu, na atawahukumu wanadamu. Atateremka kwenu Isa mwana wa Maryam kwa hukumu yenye uadilifu, kwenu. Ngoja nisome vizuri. Atateremka kwenu Isa mwana wa Maryam kwa hukumu yenye uadilifu, kwenye hukumu yenye uadilifu. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi sahihi za Kiislamu, Isa ndiye mhukumu. Nimekwambia hapa sitaki kugusa Biblia, lakini tu ninataka nijue rafiki zangu hawa mashehe wa Kiislamu wanapomtukuza zaidi Muhammad kuliko Yesu Kristo, ambaye sisi tunaamini ni Yesu Kristo, na ambao kwa mujibu wao wanaamini kwamba Isa ndio Yesu. Nataka sasa nione hizo sifa za Isa ndani ya Qur'ani kwenyewe. Je, kwamba Muhammad ndani ya Qur'ani ana sifa zaidi kuliko Yesu, ili tuone kwamba rafiki zetu Waislamu wanavyomdogosha Yesu ndani ya Biblia, kwamba na kwenye Qur'ani amedogoshwa. Hiki ndicho ambacho nimetamani Shehe Mbogo leo niweze kuongea naye, na hata wewe ambaye unatusikiliza sasa tuweze kukushirikisha na tuweze kufikiri pamoja. Angalia haya niliyoyasoma hapa. Nimeyasoma mambo mengi na mambo ya msingi kabisa ambayo mtu yeyote na wewe unayenisikiliza, hata wewe najua kuna kitu ambacho unajaribu kukiangalia, kwamba Isa alizaliwa na bikira bila baba, na Qur'ani sura ya 19 mstari wa 19 imemuita ni mwana mtakatifu. Ndiyo, imemuita ni mwana mtakatifu baada ya kuzaliwa hivyo. Je, na Mtume Muhammad tutalikuta hilo la kwamba amezaliwa ni mwana mtakatifu? Hii hapa Qur'ani sura ya 19 na ile aya ya 19 inasema hivi: malaika akasema, hakika mimi nimetumwa na Mola wako
ili nikubashirie tunu ya mtoto aliyetakasika. Huyu ndio anayeongelewa, ndio Isa, kwamba ni mtoto aliyetakasika. Je, Mtume Muhammad naye ni mtoto aliyetakasika? Hana dhambi? Haya, tumeona pia alizaliwa na bikra. Isa alizaliwa na bikra, kwa hiyo maana yake yani ametoka kwa bikra. Lakini pia tumeona anaitwa kalimatullah, yani neno la Mungu, neno la Allah, ni neno la Allah. Je, Mtume Muhammad naye ni neno la Allah ili awe sawa na Isa? Lakini pia anaitwa ruhum minhu, yani roho yake Mwenyezi Mungu. Tumesoma hapa Qurani sura ya 4 aya 171. Je, na Isa na Muhammad naye ni roho ya Mungu sawasawa na Isa ndani ya Qurani? Kumbuka nimekuambia hapa sijagusa kitabu cha Biblia. Hatuhitaji kwenda huko kwanza. Lakini pia nimekuonyesha kwamba alifanya miujiza ya kuumba kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Aliumba ndege, aliwafufua wafu, aliwaponya wenye ukoma. Yote haya ni Isa ameyafanya kwa mujibu wa Qur'ani. Je, ili mtume wa Uislamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye awe na sifa kubwa kama wanavyomtukuza Waislamu, je, na yeye aliwahi kuumba ndege? Aliwahi kufufua? Aliwahi kuponya? Kama hakuwahi, maana yake sifa ambazo mashehe na rafiki zangu Waislamu wanampa Muhammad dhidi ya Isa ndani ya Qur'ani sio za kweli. Wanaacha hizi ambazo nimezisema hapa. Lakini pia aliinuliwa, alikwenda juu kwa Mwenyezi Mungu. Qur'ani sura ya 3 aya ya 55. Qur'ani sura ya 3 aya ya 55. Ni aya mimi naita ni aya ya dhahabu. Qur'ani sura ya 3 ile aya ya 55 inasema, pindi Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya Kiyama. Kisha marejeo yenu yatakuwa kwangu ni kuhukumuni katika yale mliokuwa mkihitirafiana. Umeona? Kumbe kwa mujibu wa Qur'ani, Allah anasema atamchukua Isa na kumnyanyua. Kwanza atamfisha, alafu atamnyanyua kwake, alafu atamtakasa na wale waliokuwa wanakufuru, kisha atawaweka wale waliomfuata Isa kuwa juu dhidi ya wale wanaomkufuru Isa, na tendo hilo litakuwa ni mpaka siku ya Kiyama. Kwa hiyo maana yake kwa mujibu wa Qur'ani yenyewe ni kwamba wafuasi wa Isa ambaye Waislamu wanaamini kwamba ndio Yesu, kwa mujibu wa Qur'ani, baada ya Yesu kufishwa na kufufuliwa na kupaishwa juu, hadhi ya wale walio wafuasi wa Yesu, wafuasi wa Isa, kwa mujibu wa Qur'ani iko juu dhidi ya wale wanaokufuru. Manake wale wote wanaomshusha au wanaoishusha hadhi ya Isa, tofauti na ilivyopandishwa ndani ya Qur'ani. Aya hii inasema hao wanaoishusha hadhi ya Isa watakuwa chini mpaka siku ya Kiyama. Kwa hiyo hapa it is superiority against the inferiority. Sasa superiority, yani wale walio juu ni wale wafuasi wa Isa ambao Waislamu wanaamini ndio Yesu, na walio chini ni wale wafuasi wa Muhammad ambao ndio Waislamu leo. Kwa hiyo Waislamu leo katika hadhi yao wako chini kwa sababu tu hawajamwamini Yesu. Ni mpaka watakapomwamini Isa, watakapomwamini Isa kama Qur'ani inavyosema, na kama wao wanavyoamini kwamba huyo kumbe ndio Yesu, hadhi yao itapanda kutoka hadhi ya chini na kuja hadhi ya juu kama walionayo wale wanaomfuata Isa. Kwa hiyo hizi zote ndizo ambazo mimi nimeziona ndani ya Qur'ani. Zipo nyingi, lakini kwa uchache ili nisikie na kutoka upande wa pili kwamba wao wanasema nini. Je, kwa sifa hizi zote ambazo nimemuonyesha alizonazo Isa kwa mujibu wa Qur'ani mpaka anaitwa Masihi, je, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna mahali popote naye ameitwa Masihi? Jibu ni hapana. Je, kuna mahali popote
ndani ya Qur'ani au katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atarudi na kuwa hakimu? Jibu ni hapana. Je, kuna mahali popote ndani ya Qur'ani au kwenye hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufufua wafu hata kwa idhini ya Mwenyezi Mungu? Jibu ni kwamba hapana. Je, kuna mahali popote ndani ya Qur'ani au katika hadithi Mtume Muhammad aliwaponya vipofu waliozaliwa na wenye ukoma? Jibu ni hapana. Je, kuna mahali popote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufanya muujiza wa kuumba ndege hata ingekuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani na hadithi? Jibu ni kwamba hapana. Na je, kuna mahali popote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa ruhu minhum? Je, ipo? Jibu ni kwamba hapana. Na je, kuna mahali popote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaitwa kalimatullah, yani neno la Mungu? Jibu ni kwamba hapana. Na je, kuna mahali popote Muhammad Muhammad alizaliwa katika akiwa mtakatifu na akaitwa mwana mtakatifu kama tulivyosoma ndani ya Qur'ani sura 19 aya 19? Jibu ni hapana. Sasa baada ya kuyasoma haya yote, kama Sheikh Suleiman Mbogo alivyosema hapa, ndio sababu nikamtafuta nitake kujua wanavyomtukuza mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhidi ya Isa alayhi salam kwa mujibu wa Qur'ani. Na ili hali hizi sifa zote ninazozisoma hapa, ninaona zote Yesu yuko juu sana, yani Isa yuko juu sana kuliko mtume Muhammad. Inakuwaje wao wanamtukuza zaidi mtume wao Muhammad kuliko Yesu? Wanatumia aya gani tofauti na hizi nilizozisoma? Nakumbuka ile sura ya 3 aya 55 imesema kitendo cha Isa kunyakuliwa kwa Mwenyezi Mungu kimewafanya na wafuasi wake kwamba wao watakuwa juu mpaka siku ya Kiyama. Kwa hiyo maana yake wafuasi wa Isa kuwa juu ili ni mpaka siku ya Kiyama. Kwa hiyo kwa msingi wangu na ufahamu wangu, juhudi yoyote ya kumshusha Isa sijaiona wala haipo. Mungu awabariki. Asante sana Dr. Daniel Mwankemwa kwa dakika 20 hizo safi zilizonyoka. Mwalimu Suleiman Mbogo, karibu sana na wewe kwa dakika 20 kwa ajili ya mada yetu hiyo, sifa za Isa bin Maryam na sifa za Mtume Muhammad ndani ya Qur'ani, zipo sawa, zipo tofauti? Karibu sana. Shukran sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ndugu zangu watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi aliyetuumba sisi na wale wa kabla yetu kwa makusudio mazima ya kuweza kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala, tumeweza kumsikia Mwalimu Daniel na mada aliyoiweka kati ya sifa za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sifa za Nabii Isa ama Bwana Yesu alayhi salam. Je, ziko sawa? Unajua, nitegemea leo Daniel atakuja na kitu kipya sana, lakini baada ya kumsikiliza naona Daniel kama vile ndo unaanza chekechea, kwa sababu nilitegemea kwamba labda ungezungumzia yani high quality ya Yesu, awe tofauti na Nabii Muhammad ama na tofauti ya manabii wengine, lakini sijaona ulichokisema, ila wewe umeonyesha tofauti ya kuzaliwa. Sasa mimi nitakufundisha na nitawafundisha watu ambao wanasikiliza na kuonyesha kwamba Danieli bado uwezo wako uko chini. Mimi nitegemea kwamba kidogo labda umevuka. Sasa naona misukosuko ya wewe na Ndacha, naona inawezekana kidogo umeona mada hii inaweza ikakubeba. Sasa nakusudia hivi, naomba hivi Ndacha hapa hayupo. Sawa. Kwa sababu hatuwezi kujibu. Ninaomba tu uongee mwenyewe. Mimi ninachokusudia, wewe ni mwalimu, nikitegemea umepanda yani kidogo kielimu. Sasa naona kama umeshuka sana, kwa sababu unavyosema kwamba Muhammad sio kalimatullah. Mimi nakushangaa, kwa sababu kwanza usiweke mipaka yani ukionyesha kwamba leo Biblia uigusi, unaonyesha uoga. Sasa hiyo sio elimu, huu mjadala wa kielimu. Sasa mimi nataka kupeleke shule na lazima Biblia tuiguse, kwa sababu wewe unasema, wenyewe wanasema Isa ndio Yesu. Sasa kama wenyewe wanasema, sasa wewe mbona hukutoa Isa sio Yesu, lakini bado sifa za Yesu ndio unaziingiza kwa Isa, na ndio ikawa mada yako nzima. Sasa usikatae tuguse Biblia, utaonekana wewe ni muoga.
Sasa mimi nataka nikufundishe. Kwanza mimi naanza hivi. Angalia mwenzio naenda kusoma sasa. Kwanza Qur'ani Mwenyezi Mungu anasemaje? Mtume SAW anaambiwaje hapa? Kisha nitakuja hoja kipengele baada ya kipengele. Alafu tutaona ni kweli Muhammad hajafufua kama ulivyosema. Inawezekana wewe hujui tu. Inawezekana hiyo ndio shida. Sasa kwa sababu swali lako litasababisha watu wengi wasome, ngoja nitumie miwani kidogo. Kidogo mwanga hapa ni shida na maandishi. Leo sasa mimi nakupeleka darasani. Na utajua kwamba Nabii Muhammad naye alishafufua. Ukisoma Qur'ani kwanza, naanza sura ya 73 aya ya 15. Angalia mimi naanza na aya hiyo, alafu tutaona sasa sifa za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, utamfananisha na Yesu? Kwanza sifa hizo haziendani kabisa. Qur'ani sura ya 73 aya ya 73:15. Msikilize Allah anasemaje. Mwenyezi Mungu anasema sura 73 aya ya 15. Ba'da billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah anasema a'udhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Anasema inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kichwa cha habari kinaanza hivyo kwamba Mwenyezi Mungu anasema inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Tafsiri inasemaje? Hakika sisi tumekuleteeni mtume aliye shahidi juu yenu kama tulivyompeleka mtume kwa Firauni. Angalia kwanza Mwenyezi Mungu amefananisha vigezo. Je, ni mtume gani alipelekwa kwa Firauni? Ni Nabii Musa. Musa ndio alitumwa kwa Firauni, sio Yesu. Kwa hiyo kwanza vigezo tunazungumzia hapa, mimi vigezo sizungumzii kuzaliwa. Vigezo hapa ni vya utume hadi unabii. Sasa unaelezea vigezo vya kuzaliwa. Vigezo vya kuzaliwa tunaona kweli Yesu hakuwa na baba. Sasa nani atapinga hilo? Sasa kwa mujibu wa Qur'ani, Mwenyezi Mungu amemfananisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa vigezo vya unabii na utume. Kwa hiyo mimi nitazungumzia vigezo vya unabii na utume, alafu pointi zako zote nagusa. Sasa tuje katika Biblia. Maana wewe ulikuwa unatengeneza mtego kwamba leo Biblia ikae likizo. Sasa Biblia haiwezi kukaa likizo kwa sababu wenyewe mnasema Biblia ni jibu. Sasa kuna kitu kinaitwa the 8 irrefutable argument. Yaani kuna vitu kama 8 visivyopingika baina ya kufananisha kati ya Yesu na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani kuna vitu ambavyo havipingiki. Ngoja nitumie tafsiri ya simu hapa. Naenda katika Kumbukumbu la Torati, wasomaji wafuatiliaji. Naenda katika Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya ya 18. Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Sasa kama kweli Danieli wewe ni mwalimu, pitia vigezo utakavyokuja navyo hapa. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 aya ya 18. Sasa wewe kataa Biblia yako. Inasema, maandiko yanasema, mimi nitaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakao mwamuru. Hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu atakao yasema, yule kwa jina langu nitalitaka kwake. Kwa hiyo Musa anapewa habari hii na Mungu kwamba nitaondokoshea nabii mfano wako wewe Musa. Mfano hapa wa Nabii Musa ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana nikanukuu kuna kitu kinaitwa irrefutable, the 8 irrefutable argument. Ni kitu gani kinakusudiwa hapa? Anasema Moses had a father and mother. Muhammad also had father and mother, but Jesus had only a mother. Kwa tunajua katika vitu 8 visivyopingika kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na baba na mama, Nabii Musa naye alikuwa na baba na mama. Hivi ni vigezo. Na wewe ukija pitia sasa useme Yesu alikuwa naye na baba. And no human father. Is this true? The answer is true. He said,
Na pia hapa tunaambiwa Moses and Muhammad were born in the normal natural course, kwamba Muhammad na Nabii Musa walizaliwa katika njia ya kawaida tu, the physical association of man and woman, kwamba wao walizaliwa kutokana na baba na mama. But Jesus was created by a special miracle, kwamba ni kweli Yesu aliumbwa kwa muujiza tofauti, kwa maana yeye anaye mama baba hana. Kwa hiyo vigezo sasa, wewe itakiwa sasa uweke vigezo vya kiutume, uweka vigezo vya kimwili vya kuzaliwa. Kwa hiyo tunakubali Waislamu kwamba Yesu alizaliwa, yeye hakuwa na baba bali alikuwa na mama. Kigezo cha pili hicho. Naenda kigezo cha tatu. Anasema Moses and Muhammad married and begot children, but Jesus remained bachelor all his life. Is this true? Sasa hapa mimi nakujibia kwamba that is true. Correct. Sasa kwamba tunaambiwa hapa kwamba Muhammad na Nabii Musa wao walioa na kuzaa watoto, lakini Yesu alibaki bachelor. Kwa hiyo Yesu alikuwa bachelor. Kwa Kiswahili cha kawaida ni kwamba yeye alikuwa ni msela tu, hajaoa kama walivyokuwa mabachela wengine. Kwa hiyo Yesu naye kigezo cha kuoa hakuwemo. Tunaenda kigezo cha nne. Cha tano anasema Moses and Muhammad were prophets as well as kings. By prophets I mean a man who receives divine revelation for the guidance of man, and this guidance he conveys to godly creatures and received without any addition or deletion. Sasa hapa tunaambiwa vigezo vingine kwamba Mtume SAW, Nabii Muhammad na Nabii Musa alayhi salam, wao walikuwa mitume na walikuwa ni kama vile wafalme ambao walikuwa na sheria maalum na walipokea ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu bila kupunguza wala kuzidisha, na Torati nayo inakiri hivyo. Nafupisha. Naenda kigezo cha tano. Yesu alikuja tu kwa habari njema, hakuwa na sheria. Kigezo cha sita inasema Moses and Muhammad brought new laws and new regulation for their people. Moses not only gave the 10 commandments to the Israelites, but a very comprehensive ceremonial law for the guidance of his people. Muhammad comes to a people sleeping in. Sasa hapa ukija katika kigezo cha sita inaonyesha kwamba Musa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wao walipewa sheria. Mfano Moses, Musa alipewa sheria, yani zile amri 10 za Mungu. Yesu hakupewa hizo. Yesu alishia na 2 tu, alisema amri 10 ni 2 tu walizopewa wana wa Israeli katika kuongoza. Hizo ni kigezo cha sita. Kigezo cha saba anasema both Moses and Muhammad died natural death, but according to Christianity Jesus was violently killed on the cross. Kwamba Nabii Muhammad SAW na Musa walikufa vifo vya kawaida tu, lakini tunaambiwa kwa mujibu wa Wakristo wanavyoamini kwamba Yesu alikufa kifo cha kikatili cha kuuawa msalabani. Kwa hiyo hivi ni vigezo ambavyo ni 7. Kigezo cha 8 kinasema Moses and Muhammad both lie buried in earth, but according to you Jesus rests in heaven. Is this true? Kwa hiyo kigezo cha 8 hapa tunaonyeshwa pia. Hapa nimetumia kitabu kinaitwa The Choice cha Ahmed Deedat. Namba 1 hiki kitabu. Nimetumia vigezo hivi vya kisomi ambavyo vimewekwa hapa kitaalam. Kwa hiyo hapa tunaona kigezo cha 8 kwamba Musa na Mtume SAW wao walizikwa katika ardhi, lakini tunaambiwa Yesu yuko mbinguni. Kwa hiyo vigezo hivyo ni kweli kabisa. Yesu na Nabii Muhammad vigezo vyao havifanani. Lakini tukienda kwenye unabii sasa, kwenye unabii kwamba Yesu atakuwa ni mtu wa chini tu kwa ushahidi wa maandiko na atasema mwenyewe, na ndio maana nasema tusikatae kusoma vitabu. Maana leo ukiniwekea geti la kuto kusoma Biblia inaonekana elimu yako ni ndogo. Lazima vigezo vya Yesu vionyeshe kwenye Biblia. Sasa tukienda katika maandiko kuna kitu nisikisahau hapa, kwa sababu kuna vigezo wameweka kwamba Yesu ni neno. Naomba nirudie hiyo aya. Kalimatullah. Akategemea kigezo hiki ndio kitambeba Yesu. Mbona umeendelea kumshusha? 471 Qur'an. 471 inasema hivi. Nasema enyi watu wa kitabu,
msipindukie mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni kiumbe aliyeumba kwa tamko tu Mwenyezi Mungu alilompelekea Maryam, na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Sikiliza, ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Sasa ukauliza swali, je, Muhammad naye ni roho? Je, Muhammad ni roho? Umestop eh? Haya, inasema hivi, narudia 4:171 inasema, enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na ni kiumbe aliyeumba kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu iliyompelekea Maryam, na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine, yani kama roho ya mjusi, paka, nani. Kwa hiyo roho zote zimetoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa unapouliza swali, ni haya gani Muhammad roho ya Mungu? Sasa Muhammad kajiumba mwenyewe, ndio baadaye ukija useme kama Muhammad sio roho iliyotoka kwa Mungu, je, Muhammad kajiumba mwenyewe? Lakini mimi leo nafurahi jambo moja tu. Daniel leo anadhihirisha kwamba Yesu ni kiumbe. Tena anathibitisha kwamba ni kiumbe aliyepewa muujiza na Allah. Anakubali kabisa. Nashukuru kwamba siku zote za kutupigia kelele kwamba Yesu ni Mungu, ina maana leo uungu haupo. Kwa hiyo leo anakiri kwamba Mungu alimpa uwezo Nabii Isa akaumba ndege, akaponyesha nyembalanga, ila akataka naye Muhammad wapi alifufua. Sasa nakupa hiyo, ulikuwa una hiyo. Hii hapa. Kwenye kusoma, fungua kitabu cha As-Sadiqul Yamini juzuu ya 3 na 4 ukurasa wa 218. Alikuwa hana hiyo. Na usiseme tu hoja ni Qur'ani tu. Kwa sababu hata wewe mwenyewe ulithibitisha Nabii Isa atakuja kuhukumu, ila hujamalizia na hukumu kukutumia nini? Ulitoa hadithi. Kwa hiyo na mimi nakuja kwenye hadithi. As-Sadiqul Yamini ukurasa wa 218, andika ilikuwa huna hiyo. Ungekuwa nayo usingeyoka hiyo hoja. Inasema Mtume SAW anasema, je, hamkuona vipi Mola wako alivyomfanya kina Adi Iram? Yani katika aya hiyo sasa naenda kufupisha kwenye hadithi iliyokuja kuonyesha Mtume SAW alivyoletewa habari za watu ambao waliumbwa, ambao ni Misri pale katika mji wa Misri, ambao watu hawa Mwenyezi Mungu anasema waliumbwa ni watu wakubwa kuliko wote duniani. Nyumba hizo za urefu wake ulikuwa dhiraa 400, na urefu wa hao watu walikuwa wa Adi ni urefu uliokuwa dhiraa 100 kwa urefu sana, na dhiraa 80 kwa mtu aliye mfupi. Yani katika mtu mfupi alikuwa na urefu wa dhiraa 80. Habari hizi za urefu watu hawa wa Adi zilipomfikia Mtume SAW kutoka kwa Mola, basi Mtume SAW akawa na shauku kuona watu hao. Basi Mtume SAW akamuomba Mwenyezi Mungu amuonyeshe mmoja miongoni mwa hao watu. Mola akamfufua kwa kutumia Nabii Muhammad SAW, kumwomba Mwenyezi Mungu. Mola akamfufua mtu mmoja, akasimama. Mtume SAW akamuona jinsi alivyo mkubwa na urefu kama mtende ama mnazi mrefu, akaonekana wazi kwa umbali wa maili 6. Kwa Mtume SAW alifufua miongoni mwa watu wa Adi, tena wa zamani. Acha Lazaro ambaye amekufa siku 2, huyu alifufuliwa zimepita karne. Kwa Mtume SAW aliwahi kufufua. Ikaja hoja, je, Muhammad aliwahi kumponya kipofu? Naam, ndio. Ilikuwa una hii. Ukurasa wa 218. Ukurasa wa 118 kitabu cha miujiza ya Nabii Muhammad SAW. Hapa imekusanya miujiza mingi tu. Inasema hivi, ukurasa inasema, mfano wa 3, wataalamu wa maisha ya Mtume SAW hususan Nasai aliripoti kuwa kwa Uthman, nafupisha, ambaye anasema Uthman radhiallahu anhu, ambaye alisema hivi, kipofu alimwendea Mtume SAW akasema, nisomee dua ili macho yangu yapone na niweze kuona. Mtume SAW akasema, nenda katawadhe kisha uswali rakaa 2 na kisha useme, ewe Mwenyezi Mungu, na kuomba wewe na kugeukia wewe kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani kwa cheo chake, nabii wa rehma. Ewe Muhammad,
ninamgeukia Mola wako kwa ajili yako, kupitia kwako ninamuomba afungue macho yangu. Ewe Mwenyezi Mungu, mfanye yeye, yani Nabii Muhammad SAW, awe mwombezi wangu. Alikwenda akafanya hivi, na aliporejea aliona kuwa macho yake yalifunguka na aliweza kuona vizuri kabisa. Mtume kaponyesha kipofu. Na hiyo ni nyingi tu, lakini hoja nyingine akasema, anasema Yesu alihukumu, atakuja atahukumu. Hii sasa ndio alipitia hadithi. Sasa mimi nakufundisha kitu kimoja, ukipitia hadithi maliza ukurasa wa 51 Lual Marjan, ukurasa wa 51, vigezo vyako vyote na vijibu. Ukurasa wa 52, naenda 52, ukurasa wa 52 inasema hivi. Yeye alisoma hadithi ya nyuma ya. Anasema hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alisema, vipi atakapoteremka mwana wa Maryam, Isa mwana wa Maryam, na imamu wenu ni miongoni mwenu, atawahukumu kwa sheria ya Qur'ani. Atawahukumu kwa sheria ya Qur'ani. Kwa sheria ya Qur'ani, angalia Fathul Bari ukurasa wa 304 na ukurasa wa 305, juzuu ya 7, Bukhari hadithi namba 658, juzuu ya 4, na zote hapa ninazo. Kwa hiyo ushahidi wote unao hapa. Kwa hiyo Mtume SAW, kwa mujibu wa maelezo yako kwamba hadithi Mtume SAW amesema Nabii Isa atakuja atahukumu. Kwa hiyo atahukumu kwa sheria ya Qur'ani, sio sheria ya Biblia. Sheria ya Qur'ani, maana yake ni Muislamu mwenzetu huyo. Sasa wewe hujapitia hapo, ukasoma hadithi ya nyuma, ya mbele ukaiacha. Lakini hoja nyingine anasema Mtume hakuitwa Masihi. Mbona hii hoja dhaifu? Masihi ukisoma Biblia ukurasa wa 210 Biblia chini nasema Masihi maana yake ni mti wa mafuta au Mesia au nabii. Kwa hiyo ukisema Muhammad hajai kuitwa Masihi, kwa lugha ya Kiunani Masihi maana yake nabii. Kwa hiyo hata Musa, Daudi aliitwa Masihi. Nani aliitwa Masihi? Ukienda kwenye Isaya 45 kule kuna nani yule naye aliitwa Masihi? Koreshi aliitwa Masihi. Sasa neno Masihi wala halina maana yoyote. Masihi maana yake nabii. Kwa hiyo hoja yako hapo imekufa kama kifo cha kawaida. Lakini hoja nyingine akaja anasema Muhammad hakuumba ndege. Mbona hoja dhaifu? Kwa sababu hata kwa mujibu wa Biblia Musa pia aliumba chawa. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 8 aya 16, naomba nisome. Kutoka 8:16, Kutoka inasema hivi, kama vile alivyotaka. Kutoka 8 inaisoma ngapi? Niende 17 kabisa. Bwana akaniambia, ngoja niende Kutoka 8:17. Niambia watenda vema. Kutoka sura ya 8. Bwana akaniambia watenda vema, wakasema walivyosema. Hapana, nimesoma Kumbukumbu. Ni Kutoka sura ya 8 aya ya 17. Inasema hivi, nianze 16. Anasema Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyoosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi, ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Nao akafanya Haruni, akaunyoosha mkono wake na fimbo yake na kupiga mavumbi ya nchi, nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri. Hiyo sio hoja nzito sana ya kusumbua kuumba ndege, kwamba hata huyo tena bahati nzuri mwenyewe umesherehesha ukasema kwa idhini yangu, yani kwa idhini ya Allah. Ina maana Yesu hana uwezo wa kufanya chochote ila kwa idhini ya Allah. Na kuonyesha hivyo kwamba Yesu pia alikuwa anabahatisha mfano. Some Kutoka sura ya 8, Marko sura ya 8 aya 22. Hii ilikuwa huna pia. Marko sura ya 8 aya 22. Hii ilikuwa huna. Yesu alijaribu akashindwa, ikabidi arudie tena. Alijaribu muujiza akashindwa. Marko 8:22. Hii ilikuwa unaandika hiyo. Na nitakupa nyingine pia. Anasema wakafika Bethsaida, akamletea kipofu, wakamsihi amguse.
akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Yani hakupona huyu, hakupona huyu. Yesu alikuwa anamtibia upofu, hakupona. Ndipo akaweka tena, ukisikia tena maana yake mwanzo alishindwa. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akawa anaona vyote waziwazi. Lakini mwanzo Yesu alishindwa, the first attempt ameshindwa kumponyesha kipofu mpaka karudia tena. Kwa hiyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajawahi kumponyesha kipofu hapo kwambia nenda katesti, afu kuja kama vile gari unaipeleka gereji, una testi breki zinashika, ukaona hazishiki, unamrudishia fundi tena. Kwa hiyo Yesu alibahatisha, lakini Mtume Muhammad alimponyesha kipofu tena kwa kumpa amri, fanya hivi, tamka hivi, kwa niaba ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kipofu akaona. Na ipo miujiza mingi tu, ipo mingi kafanya. Kwa hiyo chochote utakachokizungumza mimi nitakijibu kwa ushahidi. Kwa hiyo hoja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Muhammad, Yesu yeye alitumwa kwa wana wa Israeli peke yao, hata wewe hakuhusu. Ila Nabii Muhammad kwa watu wote, ndio dakika zangu zinazokuja nitatambaa humo. Kwa hiyo hoja zako zote na vigezo vyako vyote nishavimaliza. Hakuna sehemu Yesu amefanya muujiza ambao wengine hawakufanya. Ipo mingi tu. Na kuhusu kupaa, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda na kurudi. Yesu mpaka leo hajarudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam safari ya Isra na Miraj alienda kwa usiku mmoja tu, tena muda katika siku moja tu, na akarudi. Na leo wanasayansi wanaenda angani wanarudi. Neil Armstrong ameenda na kurudi. Sasa hiyo sio hoja ya maana sana. So kwa hiyo vigezo unavyotaka hapa, vigezo vya utume vina faida gani kwa Mkristo na Muislamu, ndio unakuja huko. Sawa. Kwa dakika 20 Mwalimu Suleiman Mbogo amemaliza. Tunarudi tena kwa Dr. Mwankemwa kwa dakika zingine 10. Karibu sana kwa ajili ya mada yetu. Asante sana. Ninawashukuru nyinyi ambao mmekuwa mnafuatilia. Kuna mambo hapa wote mnaofuatilia na nyinyi mmejifunza kabisa kwamba mtume wa Waislamu Muhammad hana sifa kama za Yesu. Lakini nikachukua hiki kitabu Sadiq al-Amin. Kuna neno maana yake Sheikh Mbogo, kama utakuwa unaongea hivyo na unachomekea maneno yako mdomoni tofauti na vitabu vinavyosema, utawapotosha watu wengi sana. Hivi vitabu na mimi ninavyo. Hivi kama kweli ingekuwemo hadithi ya kwamba Mtume Muhammad alimfufua mtu, hiyo ingekuwa swala la kuficha mpaka kuulizana sisi hapa. Wapendwa, naomba niirudie hadithi aliyoisema. Hii ni Sadiq al-Amin, juzuu ya 3 na ya 4, ukurasa wa 218. Inasema hivi: Je, hukuona vipi Mola wako alivyowafanya kina Adi wenye Iram majumba yenye manguzo marefu marefu, ambao hawakuumbwa mfano wao katika miji mingine? Nyumba hizo zao urefu wake ulikuwa dhiraa 400, na urefu wa hao watu kaumu ya Adi urefu wao ulikuwa dhiraa 100 kwa aliye mrefu sana, na dhiraa 80 kwa aliye mfupi sana. Sasa panakuja panasema, ambapo ndio amesoma huyu, habari hizi za urefu wa watu hawa wa Adi zilipomfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa na shauku ya kuona watu hao. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuomba Mwenyezi Mungu amuoneshe mmoja miongoni mwa hao watu. Mola akamfufulia mmoja, kasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mola akamfufulia. Umeona huyu alivyodanganya hapo? Hapa pameandikwa Mola akamfufulia. Kwa hiyo aliyemfufua ni Mola, sio Muhammad. Wala Mola hakumpa idhini Muhammad kwamba okay, mfufue mmoja. Hapa panasema Mola akamfufulia mmoja, kasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuona jinsi alivyokuwa mkubwa na mrefu kama mtende au mnazi ulio mrefu unaonekana wazi kwa umbali wa maili 6. Kumbe Muhammad hakuhusika na kufufua chochote. Kwa mujibu wa hadithi, Mola ndio aliyemfufua.
wala hadithi haisemi kwamba Mola akamwambia Muhammad fufua, kama vile tulivyosoma kwa Isa sura ya 3 aya 49 kwamba akawafufua wafu kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu hapo hayupo, ila mamlaka yote amempa nani? Isa, kwa mujibu wa Qur'ani. Huyu Shehe Mbogo anakuja kudanganya watu hapa. Shehe, mtume wako Muhammad bado yuko chini tu, bado yuko chini, na kwa kitendo hiki ndio kingemfanya tumuone kwamba amefanana na Yesu, lakini kumbe amna. Chukua kitabu chako hapa, umeongopa shehe wangu, umeongopa hapa ya haya. Ni kwa sababu ya hayo kwamba huyu anasema kuna muujiza wote ambao mtume Muhammad ameufanya. Mimi nina Qur'ani hapa, naomba tuiulize Qur'ani sura ya 13 aya ya 7 inasema, na wale waliokufuru husema, mbona hakuteremshiwa muujiza kutoka kwa Mola wake? Hakika wewe ni muonyaji na kila watu watu wanawakuongoza. Watu walikuwa wanataka miujiza kutoka kwa mtume Muhammad. Kumbe Qur'ani nasema hana miujiza. Hivi angekuwa amefufua wafu, Qur'ani ingeacha kutuambia? Aya, Qur'ani sura 29 aya 50. Na walisema, mbona hakuteremshiwa ishara kutoka kwa Mola wake? Sema, ishara ziko kwake Mwenyezi Mungu, ama mimi kwa hakika ni muonyaji mwenye kubainisha tu. Yaani kwamba anakataa kwamba hana miujiza. Mpaka hapa tu hii mada imeshaisha, mpaka hapa. Aya, kwa hiyo Muhammad hana muujiza wowote. Alipoanza kusema akasema Muhammad sio kalimatillah. Ni kweli Muhammad sio neno la Mungu, na ndio maana wakanukuu Qur'ani 73:15 kwamba anamtuma kama vile alivyotumwa Firauni. Sasa vinahusika nini? Sana sana hoja yako ambayo natakiwa hapa nishughulike nayo ni hii ya uliosema Kumbukumbu 18:18. Ngoja na mimi niisome hapo. Akasema, mimi nitakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe. Sasa hapa akanukuu kwenye kitabu hiki cha The Choice. Alafu kitabu chenyewe kimeandikwa na Ahmad Didat, ambaye naye Ahmad Didat alishindwa kwenye midahalo kama huu tunaofanya. Ahmad Didat alikuwa Muislamu aliyekuwa anafanya midahalo kule South Africa kwenye kile kikundi cha The Islamic Propagation Center. Alifariki. Sasa alishindwa na Wakristo waliokuwa wanafanya midahalo naye. Sasa Suleiman Mbogo ndio kaniletea na yeye hapa. Angalia na hapa napo atakaposhindwa sasa. Hiyo Kumbukumbu 18:18 inatimia katika Matendo ya Mitume sura ya 3. Ninakwenda kusomea ule mstari wa 22. Nianze 19. Anasema hivi, Kumbukumbu 18:18 inamhusu nani? Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Kwa maana Musa kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye katika mambo yote atakayonena nani. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asiyemsikiliza nabii huyo ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Hapa anaongelewa Yesu. Hapa anaongelewa Yesu, haongelewi Muhammad. Kwamba eti Muhammad ndio sawasawa na Musa. Kwa hiyo kama Ahmad Didat alikufundisha kwamba Muhammad ndio sawasawa na Musa, alikudanganya. Kwa Kumbukumbu 18:18 hapa alikusudiwa Yesu, na ndio maana unaona hapa Petro anaieleza na ufafanuzi wake kwamba ile Kumbukumbu 18:18 kumbe inamhusu Yesu, lakini akiwa anaitwa nabii. Kwa hiyo hapa pia bado kumbe sifa za Isa ndani ya Qur'ani sio sawasawa na sifa za Muhammad ndani ya Qur'ani. Sifa za Isa ni kubwa zaidi. Ukasema Jesus has only a mother, yani kwamba Yesu au Isa kwamba ana mama tu. Ndiyo, ni kweli, na mimi nimethibitisha hivyo. Qur'ani Muhammad ana mama na baba. Jesus was born in a special miracle, kwamba Yesu alizaliwa kwa miujiza. Ni kweli, ni kweli, na ndio sifa yake ya kipekee.
lakini mtume wako Muhammad yeye alizaliwa kwa baba Abdallah na mama Amina. Kwa hiyo hakuna muujiza wowote. Was born in an ordinary just in a ordinary, kama binadamu wengine kama mimi na wewe. Anasema Jesus was bachelor, kwamba Yesu alikuwa hajaoa. Ni kweli, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia wana wa ulimwengu huu ndio wanaooa na kuolewa. Sasa Yesu sio wa ulimwengu huu, kwa hiyo yeye hawezi kuoa. Na ukasema Jesus is in heaven. Ni kweli, Yesu au Isa kama mnavyoamini yuko mbinguni. Muhammad yuko wapi? Sheikh, wewe unajua yuko kaburini kule Madina, hayuko mbinguni. Kwa hiyo hawawezi wakawa sawa kwenye sifa. Anasema Jesus died a violently death on the cross. Hayo ulikuwa unasoma wewe kutoka kwa rafiki yako Ahmed Didat. Kumbe ni kweli Yesu alikufa msalabani, na ndio maana kwenye zile hadithi za kuja umeona atakuja atavunja msalaba. Kwa nini? Kwa sababu ule msalaba leo ni chombo cha neema kwa yeyote mwenye dhambi. Lakini Yesu akivunja msalaba manake kipindi cha neema kimeisha. Haya. Na ukasema kwenye Al-Lulu Al-Marjan kwamba Yesu kaumbwa. Sasa neno linalofanyika mwili haliwezi kaumbwa. Kalimatillah, neno huwezi kaliumba. Binadamu ndio anayeumbwa. Kwa hiyo mpaka hapa tumethibitisha kabisa kwamba Isa ana sifa zaidi ya Mtume Muhammad ndani ya Qur'ani. Ingawa alikuwa anasema mimi nitagusa Biblia. Sawa. Mimi nimeigusa Biblia kwa ajili tu ya Kumbukumbu 18:18. Lakini kote nilikoeleza bado Qur'ani na vitabu vya hadithi vinaweza kunitetea na kueleza kwamba sifa za Isa ndani ya Qur'ani ziko juu kuliko za Muhammad. Ukafika mahali ukasema, ukanukua hadithi ukasema imamu wenu, yani Isa atashuka akiwa imamu wenu na atahukumu kwa sheria ya Qur'ani. Sasa nyinyi mkisikia sheria ya Qur'ani wewe ukachomekea, ukasema kwa hiyo Isa ni Muislamu mwenzetu. Kumbe ujue anaposema atahukumu kwa sheria ya Qur'ani, yani anamaanisha hivi, kama haya yote tuliyosoma ndani ya Qur'ani kwamba Isa ni neno la Mungu, kalimatillah, Isa naumba, na kwamba alinyakuliwa kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba wafuasi wake wana hadhi ya juu kuliko wale wanaompinga. Ndio maana atawahukumu nyinyi kwamba je, Qur'ani ilivyokuwa inaeleza kwamba mimi niko juu alafu nyinyi mnanishusha, mlikuwa mko sahihi? Hii ndio kuhukumu kwa mujibu wa sheria ya Qur'ani. Yaani Qur'ani imempandisha Isa dhidi ya Muhammad, lakini nyinyi kina Sheikh Suleiman Mbogo mnamshusha Isa alafu mnampandisha Muhammad, wakati sivyo Qur'ani ilivyofanya. Ndio maana Isa akija akiwa hakimu wa kweli atakuwa na wahukumu kwa sheria ya Qur'ani, kwamba nyinyi mlikuwa mnajua kwamba Isa ndio Yesu, na ndani ya Qur'ani Isa palionyeshwa kwamba ni neno la Mungu na amenyakuliwa kwake na ameweza kuumba kila kitu. Kwa nini hamkumfuata? Kwa hiyo nyinyi ndio mliokuwa kwenye kundi la waliokufuru. Kwa hiyo ndio atawahukumu kwa sheria ya Qur'ani. Mpaka hapa bado sifa za Yesu ni juu kuliko za Muhammad. Sawa, dakika 10 hizo za Dr. Daniel Mwankemwa. Karibu sana Mwalimu Suleiman Mbogo na wewe kwa dakika 10 zingine. Vizuri kabisa. Kwanza mimi nafurahi sana leo Daniel. Yaani leo umeonyesha kweli uko viwango vya chini. Lakini kitu kingine kabla sijasahau, nimetoa hadithi ya Mtume SAW kufufua mtu tena aliyekufa karne zilizopita. Sasa Daniel anasema yule mtu kafufuliwa na Allah. Ni kweli, kwa sababu hata wewe Yesu umesema aliumba ndege kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wote walikuwa wanafanya kutokana na amri ya Mungu. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe anasema I can myself do nothing, but what I hear I judge, and my judgment is righteous because I do not seek my own will but the will of the Father who sent me. Yesu anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe. Kusoma 5:30 Yohana. Kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa maana sitafuti mapenzi yangu mimi bali yake yeye Baba aliyenipeleka. Kwa hiyo hata Yesu alifanya kwa idhini ya Mwenyezi Mungu peke yake, hakuwa na uwezo wa kufanya. Kwa hiyo kwanza umekubali kwamba Muhammad amefufua, lakini Mungu ndiye aliyemfufulia. Ni safi kabisa yani. Very good. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba Daniel hakukataa, anakubali Muhammad alifufua, lakini Mungu ndio kamfufulia kama vile Yesu.
Kwa hiyo nashukuru hilo umeelewa, hilo ni jambo la kupongezwa sana. Lakini kitu kingine akawa anasema 13:7 Qur'ani kwamba Muhammad wanadai miujiza, kwamba Muhammad ameletwa kwa hoja zilizo wazi wazi. Hoja miongoni mwa hoja pia na miujiza imo. Bahati nzuri nimekusomea sehemu ambayo Mtume SAW alimponyesha kipofu, ukupinga, umekubaliana nacho. Lakini kingine anasema Yesu hakuoa kama vigezo ulivyovitoa. Akasema didati alishindwa na nani? Mpaka anakufa. Amekufa akiwa bingwa na ameacha wanafunzi kibao. Unaona, wapo wengi siwezi kuwataja kwa majina na watu wengi wameingia katika Uislamu. Sasa Daniel akasema ni kweli Yesu hakuwa na mke, muongo mkubwa wewe. Tuwaulize wa Katoliki. Hiki kitabu cha maisha ya watakatifu cha Katoliki namuonyesha kwamba Yesu ana mke, tena sio mmoja. Naanza ukurasa 46. Sikilizeni jamani, kitabu cha wa Katoliki maisha ya watakatifu. Yesu ana mke. Ukurasa wa 46. Hii alikuwa hana, hiyo ndo anajua leo. Iandike hiyo ukurasa. Inasema Mtakatifu Agata, bikira na mfiadini. Anasema Agata alikuwa msichana wa jamaa bora, nzuri na tajiri. Basi anasema Kristiano, gavana wa Syria, alimtamani sana kumuoa kwa sababu ya uzuri wake. Agata alikataa kishujaa, akasema kwamba amekwisha olewa na mchumba mwingine, yaani Yesu Kristo mwana wa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mke wa kwanza wa Yesu huyo hapa, Biblia, kitabu cha Katoliki. Na wewe mwenyewe Mkatoliki. Sasa bisha nikurudishe kwa nani kule. Ukatae wewe sio Mkatoliki. Naenda ukurasa 54. Alikuwa hana Danieli nyingine hiyo. Tatizo hamsomi vitabu. Inasema Mtakatifu Katerina aliitwa mbinguni na mchumba wake Yesu mwaka 1589. Alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1746. Mke mwingine wa pili wa Yesu huyo kaitwa mbinguni. Yesu mwenyewe kamuita huko demu wake mbinguni huko. Katarina, anaitwa Katarina, aliitwa mbinguni na mchumba wake Yesu. Mke wa pili. Au nikuonyesha watatu? Ngoja nikuache kwanza. Hao wawili. Kitabu kinaitwa Maisha ya Watakatifu cha Katoliki. Ninacho cha Kiingereza, ninacho cha Kiswahili. Vyote ninavyo hapa. Kina nani jina hapa? Mwandishi hapo katikati hapo mwanzoni. Katikati? Anasema na ichapwe. Ni kama hii ndio kama hiyo anasema chapa ya mwaka 1996. Buku department. Anasema na ichapwe Mario Mgulunde, askofu mkuu wa Tabora, tarehe 19 Machi mwaka 1989. Hiki hapa. Kwa hiyo kitabu cha Katoliki, na huyu mwenyewe Mkatoliki Danieli. Kaukibisha tuende kwenye utatu kule. Tuone kama utaingia kwenye Ukatoliki. Wewe Mkatoliki tu. Kwa hiyo Yesu ana wake wawili, mademu wawili. Hawa mmoja kamuita huko ana. Kwa hiyo hoja ya msingi wewe umechemka. Sasa kitu ambacho kingine ambacho nataka kumwambia, nimetoa kitabu cha Kutoka, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18:18. Anasema yule pale mfano wa Musa sio Muhammad, bali hapo ni Yesu. Ala. Sasa kumbe Yesu na Musa unamfananisha, kwa hiyo wako level sawa. Kwa hiyo leo Yesu anabaki kuwa nabii tu, sio Mungu wala sio mwana wa Mungu. Umekubali. Lakini hoja ya msingi akaja akasema Yesu yeye hakuzaliwa, ni kalimatullah. Kalimatullah. Sasa wewe nikufundishe jambo moja. Twende katika kitabu cha Zaburi. Nilikuambia ni neno kama roho nyingine, sio kama roho ya mjusi, paka, nani. Ni kiumbe, yani leo nashukuru kwamba leo umekubali Yesu ni kiumbe. Tena anamilikiwa na Allah. Naenda kitabu cha Yesu ni kiumbe. Nashukuru kwa hiyo. Sasa akawa anazungumza, naenda kitabu cha Zaburi. Zaburi sura 33 aya 6. Zaburi 33:6. Inasema hivi. 33:6 inasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa neno la Mungu, hata mbingu ziliumbwa kwa pumzi ya Mungu. Kwa hiyo ni neno pia la Mungu. Ukienda aya ya 9 inasema nchi yote, nasema maana yeye alisema ikawa na yeye aliamuru ikasimama. Hii ni sawa sawa na Qur'ani sura ya 2 aya ya 117.
Mwenyezi Mungu anataka kuamrisha jambo, anasema kuwa likawa. Tukawa tumestopu, lakini tunaendelea, na bahati nzuri na muda wangu kama dakika 5 hivi ambazo zimebakia, kwa hiyo nazianza sasa rasmi. Kitu ambacho nataka leo ni kufahamishe. Kwanza, Danieli nashukuru kwamba amekubali Nabii Muhammad kafanya muujiza, lakini Mungu ndiye alimfufulia. Kwanza hilo kakubali, nashukuru, ni kiwango amepiga hatua. Lakini hoja ya kwamba Yesu hana mke, Wakatoliki wanasema Yesu ana wake wawili, kuna Agata alafu kuna nani, wawili hao. Kitabu hiki hapa nimekitoa. Na kwa sababu Danieli ni Mkatoliki mzuri sana, nimetoa Agata ukurasa wa 46 na Katerina ukurasa wa 54. Kwa hiyo hawezi kukataa. Kikataa ameukataa Ukatoliki. Kwa hiyo Yesu ana mke, ana wake wawili. Tena demu mmoja kaitwa huko, kwa Yesu kamuita huko mbinguni. Kamuita demu wake. Kwa hiyo hoja ya msingi ni kwamba, kwanza kwa mujibu wa hoja, niitegemea hoja ziwe zina faida kwa Wakristo. Sasa kitu ambacho Daniel anatakiwa kukifahamu na Wakristo wanatakiwa mjue. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 15:24, Yesu anasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Sasa faida gani sasa haya Daniel aliyoleta kwa Wakristo? Ni kwamba Yesu yeye alitumwa kwa wana wa Israeli peke yao. Hata nyinyi ambao mnatuma comment zenu, hata Yesu nyinyi hana mpango na nyinyi. Lakini kama haitoshi 15 hiyo, naomba niisome itakuwa bora zaidi. Mathayo sura ya 15 aya ya 24. 15:24 Mathayo. Inasema natumia simu hapa, naona nifungua data nawekewa matangazo. Ngoja nitoe kwanza. 15:24 kitabu cha Mathayo. Tuanzie 21. Ukianzia mstari wa 21, Yesu alipita katika kando za Tiro na Sidoni. Mwanamke mmoja Mkananao mipaka ile akamwendea. Alipomwendea Bwana Yesu akamwambia, unirehemu mwana wa Daudi, mwana wangu amepagawa sana na pepo. Lakini Yesu hakumjibu neno. Yesu akaondoka huko pande za Tiro na kando za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananao mipaka ile akamwendea, akampazia sauti akimkemea akisema, unirehemu mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutuma ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Kwa hiyo Yesu anaahidi kwamba yeye ametumwa kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akasema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Kwa hiyo asiyekuwa Mwisraeli kwa Yesu ni mbwa. Maana yake hata huu Danieli kwa Yesu yeye ni mbwa, kwa sababu yeye si katika wana wa Israeli. Na hayo sio maneno yangu. Tumuulize Yesu mwenyewe. Mathayo sura ya 15. Mathayo 15. Yesu anasema, tunaangalia faida sasa ya huyu Yesu unayemng'ang'ania huyu, ambaye leo ni mtu tena kapewa muujiza na Allah. Sura ya 10 aya ya 5, Yesu anasema, na hao thenashara Yesu aliwatuma akawaambia, akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Haya ni maneno ya Yesu. Hakutumwa kwa hawa watu wa Mbeya, hakutumwa kwa Nyakyusa kama huyu hapa Danieli wala nani. Lakini ukienda aya 23, Yesu anasema 10:23 kitabu cha Mathayo, Yesu anasema, lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Kwa kauli ya Yesu, hata atakapokuwa amekuja, watu wanafunzi wake hawajamaliza miji ya Israeli. Kwa hiyo tunashangaa leo Danieli kujitangaza yeye anamfuata Yesu, hali ya kuwa maandiko yanamkataa. Sasa naomba nithibitishe pia kwa kitabu cha Matendo. Tunaangalia faida ya Yesu kwa Wakristo. Kuna faida gani? Kitabu cha Matendo sura ya 11 aya ya 19. Matendo sura ya 11 aya ya 19. 11:19. Sikilizeni maandiko yanasemaje. Basi wale waliotawanyika
kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano, wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Kwa hiyo tunaona wanafunzi wa Yesu walikubali kauli ya mwalimu wao Yesu kwamba wasiende katika mji wa Samaria, wasiingie, heri washike njia kuendea kondoo walipotea nyumba ya Israeli. Soma katika Mathayo sura ile ya 10 aya 5, na Yesu akaahidi aya 23 ile 10 Mathayo kwamba hawataimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Wanafunzi wakawa mumwelewa Bwana Yesu hata walipotawanyika wakaenda nje ya nchi walioagizwa na Bwana Yesu, lakini wasilifundishe ile neno ila kwa Wayahudi peke yao, kuonyesha kwamba Yesu na Wakristo ni sawa na bangi na polisi, hawana mahusiano kabisa. Sawa. Naam.